Shafi, kwanza hali ya hewa ikoje? Kwa kutazama hapo mimi ni dhahiri naliona jua lipo. Kama ambavyo wote tunafahamu kwamba leo ni siku kubwa sana ya fainali za kombe la dunia za mwaka 2026 kwa tukio kubwa la fainali kati ya Argentina na Hispania. Ni tukio kubwa ambalo limevuta hisia za mashabiki wengi wa soka ulimwenguni, na ninapokuambia hapa New Jersey tayari kila kitu kiko sawa. Mashabiki wako uwanjani, wengine kama ambavyo unaona kwenye picha ndio wanaingia uwanjani, na kuna asilimia kubwa ya mashabiki ambao wako nje wakiwa wanausubiri kwa hamu mtanange. Kusema ukweli, ni fainali ambayo inaonekana kwa asilimia kubwa imetekwa na Argentina. Mashabiki wengi, jezi nyingi ni za Argentina, na unaweza kujiuliza ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu nafikiri Argentina na hapa Marekani ni karibu, lakini pia kuna ndio Shafi, lakini pia asilimia kubwa ya wakazi wa hapa wanatoka maeneo ya karibu na nchi ya Marekani, kutoka nchi za Latin America, Amerika Kusini, na wengi wanaishi hapa. Lugha ya Kihispaniola ni lugha namba 2 hapa Marekani. Ukiacha ile lugha yao ya kwanza Kiingereza, lugha inayofuata ni ya Kispanish. Kwa hiyo na asilimia kubwa ya mashabiki unaowaona wanaongea Kispanish, kutoka Argentina, kutoka Peru, kutoka Panama, kutoka maeneo yote unayoyajua, kutoka maeneo yote ya karibu ya hapa. Wote wamekuja na wamevaa jezi za Argentina, wanaisupport Argentina. Shafi, nikipitia kutazama gharama za tiketi leo, tiketi ya juu zaidi, achana na zile mambo ya hospitality ambazo FIFA wameanzisha, inaonekana ni dola za Kimarekani milioni dola za Kimarekani 28,000, ambao unazungumzia kama milioni 50 hivi inafika Bana, issue ya tiketi sio mchezo. Mimi mwenyewe leo kama unaangalia na ripoti tofauti kabisa na sehemu zote ambazo wanaripoti. Leo kwa sababu sisi waandishi wa habari tulikuwa tukipata zile media tickets, lakini kwa siku leo tuliambiwa kabisa kwamba hilo zoezi litakuwepo, na tutakachokufanya uweze kuingia uwanjani ni kutumia tiketi ya kawaida, hii wanasema supporters ticket. Bwana, mimi leo naingia kwa ticket ya kulipia ambayo ina thamani ya dola 6,500. Ni tiketi yenye ambayo festival yake ni dola 3,000, lakini kuna rafiki yangu mmoja ambaye alinunua tiketi Tanzania, bahati mbaya kufanikiwa kupata visa na alikuwa nayo tiketi ya finali, kwa kanituma tiketi ile kumtafutia mteja kwa ajili ya kuiuza, lakini kwa sababu na mwenyewe nilikuwa nimekosa tiketi ya media, nikamwambia mimi nitaichukua tiketi, na ndio hiyo naitumia kwa ajili ya kuingia uwanjani. Thamani yake ni 6,500. Lakini nje nilipotoka kuna watu ambao wanazitafuta tiketi na sasa hivi ishafika dola 15,000 mpaka dola 20,000. Hiyo nazungumzia tiketi ya category 3. Na category 1 inakwenda 25,030. VIP na hospitality ndio tuseme karibia dola 100,000 zinafika. Hiyo kwa sasa tiketi ilipofika, kila mtu nje wanatafuta tiketi, na kila mtu ana dola 10, na bahati nzuri kama una tiketi, maana tiketi ni digital, unamtumia kwenye email address yake, anakufanyia transfer kwenye akaunti yako na mambo yanakuwa yamemalizika. Kwa hiyo zimekuwa ni za gharama kubwa kupita maelezo. Shafi, inajulikana ulimwenguni kote tasnia ya habari ni miongoni mwa tasnia maskini, zinatajwa hivyo. Wengi walienda kuripoti kombe la dunia na walikuwa wanategemea ili uingie uwanjani utapata accreditation, lakini pia media ticket ambayo utaipata kwenye akaunti yako ya FIFA. Sasa leo ghafla tunamwambia alipie tiketi ya kawaida. Ni dhahiri kuna wanahabari hawatoripoti mechi hii ya fainali wakiwa ndani ya uwanja. No, ni kweli, kwa sababu waandishi wengi nilipojaribu kupita kwenye interest ya media, access ya media accreditation, nimekuta waandishi wenzangu wengi wako nje, kwa sababu hizo accreditation leo fiskani hazikubali access ya kuingia. Zinazokubalika ni zile ambazo tayari zimeshakuwa activated na ticket ya kuingia uwanjani. Kwa asilimia kubwa ya waandishi wa habari wako nje, hawaruhusiwi hata kuingia media center leo. Wako nje na frustrations ni nyingi. Baadhi wanatengeneza content za nje, kwa sababu pia nje kuna content nyingi tu. Kwa sababu nakumbuka wakati napita kuja kwenye geti la kuingilia kwenye upande huo wa mashabiki, tukakutana na Mike Ian Tyson
akiwa na watu na walinzi wake, na akiwa anajaribu kuingia uwanjani upande wa hospitality. Kwa hiyo zipo content zingine za nje ya uwanja ambazo ni nyingi pia na very interesting. Nafikiri ndio hizo wamebaki kufocus nazo, na baada ya hapo watakuwa wanaifuatilia game kwenye maeneo mengine ambayo hapa nje ya uwanja zipo screen, unaweza kuangalia game pia ukaifuatilia kwa ukaribu.